Naamini watu wengi hivi sasa watakuwa hapo kwenye position ya kuilaumu Young Africans mara baada ya matokeo ambayo aliyapata jana kwa kufungwa bao 3-2 mbele ya kikosi cha Azam FC, mchezo wa nusu finali ambao mara nyingine kuna michezo ambayo tunasema yanahitajika matokeo ya aina tatu, kushinda, kusare ama kushindwa, lakini kwenye mechi kama hii matokeo yanayohitajika ni aina moja peke yake. Yani unahitajika ushindi tu. Kinachohitajika hapo ni ushindi, hakuna kitu kingine, kwa maana lazima apatikane mtu mmoja ambaye yeye atashinda na kwenda kwenye hatua inayofuata. Sasa mtu huyu ambaye alikuwa anatakiwa kushinda amepatikana jana, na tumeshuhudia Young Africans ikishinda katika mchezo ambao naamini ulikuwa bora sana. Lakini kuna maneno ambayo mimi nadhani wana Young Africans wote mna haki ya kuweza kuyasikiliza, na maneno hayo hajazungumza mtu mwingine yoyote, nimeyazungumza mimi pia, lakini nimeyaweka kwenye msingi wa uandishi wa makala. So nataka tupate time ya kuyasikiliza haya maneno muhimu ambayo mnahitaji kuyasikia, kwa sababu naamini haya maneno ni dawa na yatawatoa kwenye hilo eneo ambalo naamini wana Young Africans wengi wanahitaji kuelekea. Wanahitaji kuelekea kwenye kulalamika, kwenye kunungunika na kutafuta mtu ambaye wanadhani ni sawa kuhakikisha kwamba wanamlaumu. Lakini kwangu mimi niko tofauti kidogo. Mimi sioni kama kuna sababu ya kunungunika, ya kulalamika na vitu kama hivyo. So ni maneno gani? Twende tukasikilize, lakini before hatuyafanya hivyo, natamani ufanye jambo moja tu kwa sekunde moja. Jambo lenyewe ni kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tutakapokuwa tunapandisha, kwa sababu wewe ni mtu ambaye tunakutegemea sana. Kumbuka tupo kwenye safari ya kuelekea subscribers 100,000. So hiyo safari si safari ya kidogo, ni safari kubwa ambayo inakuhitaji wewe, inanihitaji mimi na kila mmoja ambaye anasikiliza video hii. So please subscribe and then twende wote. Imagine kuamka kama shabiki wa Yanga mwenye maumivu makali baada ya kutolewa CRDB jana mbele ya Azam. Maumivu yako hayawezi kuzuia cheko la mtani wala mwana Azam. Elewa kwamba kilio chako ndio furaha yao. Ukifurahia leo, kesho una msiba. Ni kanuni ya maisha, kila chenye maua unyauka. Swali ni je, mmefikaje hapa? Hamkuona kama hii inakuja? Kama mliona, hamkuandaa akili yenu kuwa ziko siku watakuja, watachukua na kutumia. Amka kama daima, mbele nyuma mwiko. Sahau kwa Mwanza yaliyokuwa makazi yenu imegeuka kwa gereza lenye bakora 3 hatari. Mbele imesimama yaliyopita hayana macho zaidi ya kichogo. Lawama ni kazi ya wasiojiweza, kukubali ni ishara ya ujasiri. Sio swala la nani amekosea zaidi, bali ni swala la kupokea. Maana hata zile hospitali bingwa zina mochwari, wakijua kuwa zipo nyakati asili hufanya kazi yake. Swali linakuwa tunawezaje kudhibiti hali na sio kujiuliza Mungu, kwa nini sisi kila siku? Asubuhi positive ya bingwa kihistoria inasema kama tulitawala misimu 4, bila shaka huu ni ukumbusho kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwa kuna kanuni za ujenzi na urithishwaji hazikuzingatiwa. Mshindani hupoteza pambano, ila bingwa kweli usimama tena kutoka kwenye anguko kabla ya kumuuliza kiongozi kwa nini au kufanya hivi. Mahitaji ni imekuwaje tumedondoka hapa. Baada ya hapo sura ya ubingwa ijae moyoni mwenu, msimame tena. Kama watachagua kusema mmekimbia, semeni ndio. Kama watachagua kusema ninyi ni wabovu na kiwango kimeshuka, semeni ndio. Maana muda mwingine kukataa ukweli ni uchuro wa mazishi. Mahitaji kusikiliza uchambuzi wa wachambuzi, spana za mashabiki na kuzingatia sura za wabaya wenu ziwape nguvu ya kurudi tena kwenye ubao. Mjiulize, tuliwezaje kukusanya jeshi bora kiasi hicho? Kilichoangusha Roma kulikuwa ndani ya utawala. Hakuna jina la mtu kutajwa, bali ni kusema ili ni kosa letu wote. Kuna wale ambao hamkusema ukweli wakati ulipohitajika, mlikataa ukweli mlipousikia, mlisusa mlipoambiwa, hamkutaka kusikia maonyo ya watu wa mpira. Maombolezo yenu ni ushahidi. Poleni, risiti sasa zinatolewa. Wewe ndo utachagua kuyasikiliza na kuyafanyia kazi kama mwana Young Africans, kwa sababu mwisho siku ni kwambie tu kwamba Young Africans inawahitaji ninyi nyote. Nahitaji ninyi nyote mkiwa kwenye sura moja, kwa sababu siku 2 kutokea hii leo Young Africans mtakuwa na mchezo mwingine dhidi ya Azam pale New Amani Complex, na Young Africans wameshadondosha makombe 3 mawili ambayo msimu uliopita waliyabeba. Young Africans wamedondosha Muungano, Young Africans wamedondosha FA. Sasa kila ambacho kimesalia mkononi mwao ambacho wana deserve kukishinda na kukibeba ni kombe la ligi kuu Tanzania bara. Nguvu zote inabidi zielekezwe kwenye michezo 3 ya mwisho. So Young Africans wakimesa mbele kikosi
cha Azam FC pale Zanzibar, itakuwa ni complete anguko, na hakuna mwana Young Africans ambaye ataipenda kitu cha namna hiyo. Niandikie hapo chini kwenye comment makala imekuaje, and then tuweze tukae kama watu. Asante and bye bye. Naamini watu wengi hivi sasa watakuwa hapo kwenye position ya kuilaumu Young Africans mara baada ya matokeo ambayo aliyapata jana kwa kufungwa bao 3-2 mbele ya kikosi cha Azam FC, mchezo wa nusu finali ambao mara nyingine kuna michezo ambayo tunasema yanahitajika matokeo ya aina tatu, kushinda, kusare ama kushindwa, lakini kwenye mechi kama hii matokeo yanayohitajika ni aina moja peke yake. Unahitajika ushindi tu. Kinachohitajika hapo ni ushindi, hakuna kitu kingine, kwa maana lazima apatikane mtu mmoja ambaye yeye atashinda na kwenda kwenye hatua inayofuata. Sasa mtu huyu ambaye alikuwa anatakiwa kushinda amepatikana jana, na tumeshuhudia Young Africans ikishinda katika mchezo ambao naamini ulikuwa bora sana. Lakini kuna maneno ambayo mimi nadhani wana Young Africans wote mna haki ya kuweza kuyasikiliza, na maneno hayo hajazungumza mtu mwingine yoyote, nimeyazungumza mimi pia, lakini nimeyaweka kwenye msingi wa uandishi wa makala. So nataka tupate time ya kuyasikiliza haya maneno muhimu ambayo mnahitaji kuyasikia, kwa sababu naamini haya maneno ni dawa na yatawatoa kwenye hilo eneo ambalo naamini wana Young Africans wengi wanahitaji kuelekea. Wanahitaji kuelekea kwenye kulalamika, kwenye kunungunika na kutafuta mtu ambaye wanadhani ni sawa kuhakikisha kwamba wanamlaumu. Lakini kwangu mimi niko tofauti kidogo. Mimi sioni kama kuna sababu ya kunungunika, ya kulalamika na vitu kama hivyo. So ni maneno gani? Twende tukasikilize, lakini before hatujafanya hivyo, natamani ufanye jambo moja tu kwa sekunde moja. Jambo lenyewe ni kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tutakapokuwa tunapandisha, kwa sababu wewe ni mtu ambaye tunakutegemea sana. Kumbuka tupo kwenye safari ya kuelekea subscribers 100,000. So hiyo safari si safari ya kidogo, ni safari kubwa ambayo inakuhitaji wewe, inanihitaji mimi na kila mmoja ambaye anasikiliza video hii. So please subscribe and then twende wote. Imagine kuamka kama shabiki wa Yanga mwenye maumivu makali baada ya kutolewa CRDB jana mbele ya Azam. Maumivu yako hayawezi kuzuia cheko la mtani wala mwana Azam. Elewa kwamba kilio chako ndio furaha yao. Ukifurahia leo, kesho una msiba. Ni kanuni ya maisha. Kila chenye maua unyauka. Swali ni je, mmefikaje hapa? Hamkuona kama hii inakuja? Kama mliona, hamkuandaa akili yenu kuwa ziko siku watakuja, watachukua na kutumia. Amka kama daima, mbele nyuma mwiko. Sahau kwa Mwanza yaliyokuwa makazi yenu imegeuka kwa gereza lenye bakora 3 hatari. Mbele imesimama, yaliyopita hayana macho zaidi ya